Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hii leo amepokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere ya mwaka wa fedha 2024-2025. Ripoti ambayo kiutaratibu inapaswa kutolewa kabla ya kuanza kwa bunge la bajeti, na huwa kawaida inakuja kabla ya kumalizika kwa mwezi Machi. Kwa kuwa bunge la bajeti linaanza kesho, ambayo ndo siku ya mwisho ya mwezi Machi, ripoti yenyewe imewasilishwa Ikulu Dar es Salaam hii leo. Kando na ripoti ya CAG, lakini ripoti nyingine mbili zimewasilishwa, moja ikiwa ni ya TAKUKURU ambayo ni ya kawaida huwa inawasilishwa na ile ya CAG, lakini kwa mara ya kwanza imewasilishwa pia ripoti ya PPRA. Ni ripoti ambazo zimejaa masuala kadhaa ya kimahesabu na kuonesha taasisi mbalimbali za serikali zinavyofanya shughuli zake. Ndani yake kuna mashirika ambayo bado yanaendelea kufanya vibaya yakijikokota baada ya kutengeneza hasara badala ya kupata faida. Lakini kando na hilo, pia tumeelezwa deni la taifa limeongezeka, na hii moja ya sababu kuu inatajwa kwamba trilioni 2 zimeongezeka kutokana na thamani ya shilingi kuporomoka. Huu ndio utakuwa mjadala wetu katika Uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmini. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye Uchanganuzi. Studio tumemwalika CFE Ali Mkimo ambaye yeye ni mchumi. Karibu sana Mkimo. Shukrani sana Nurdin. Mambo anasemaje? Mungu mwema, alhamdulillah. Buheri. Kabisa. Maeneo kadhaa yameguswa. Mmoja ni swala la hasara, ambako tunaambiwa taasisi 22 zimeendelea kupata hasara, licha ya kwamba serikali imekuwa ikitoa ruzuku kwa kulipia wafanyakazi mishahara na vitu vya namna hiyo. Tafsiri yake nini kwa taasisi hizi? Kwanza kabisa ni mifumo namna gani zimekuwa zikiendesha shughuli zake. Unaweza ukaipata hiyo picha, na miongoni mwa vitu ambavyo walau sijavisikia ni ile tabia ya ruzuku kuwekwa sehemu ya mauzo. Wakati fulani CAG alikuwa akiainisha kwamba ruzuku imewekwa sehemu ni kama vile part of income, kama sehemu ya mapato ambayo yameingia, hali ni ruzuku. Kwa hiyo vitu vya aina hiyo wakati mwingine pia vinapaswa kuangaliwa kwa ukubwa wake kutokana na mifumo pia ya kuripoti taarifa za kihasibu. Inaonekana yenyewe pia ikiendelea kuimarika kuripoti taarifa za kihasibu, maana watu huwa wanachanganya wakati mwingine. Unajua, ukisikia hati safi, yani qualified opinion, mtu anapata picha tu kwamba hapa kuna faida. Hapana. Unqualified opinion ni kuandaliwa kwa vitabu vya mahesabu, yani hati safi ni kuandaliwa kwa vitabu vya mahesabu kwa kufuata vitu tunavyoita general accepted accounting principles. Zile tunasema principles za kiasi, taratibu za kiasibu ambazo zimekubalika duniani kote. Mfano unatumia IFRS, unatumia IPSAS, hizi ni zile standards ambazo zinakubalika duniani kote, general accepted accounting principles. Kwa hiyo kuna kuimarika. Kwa hiyo ukisikia hati safi labda 99%, fahamu tu kwamba kuliko imarika ni namna ya kuripoti, kwa sababu mwandiko unaweza ukawa mzuri Nurdin, lakini 0 max. Kwa hiyo pia inapaswa kufahamika. Kwa hiyo kuhusiana hasara ni operations ambazo zimekuwa zikifanyika. Biashara ya ndege siku zote tunafahamu jinsi ilivyo na changamoto zake. Kwanza ni biashara ambayo ukiangalia tu kwa namna moja ama nyingine gharama zake zinazidi kuendelea kuongezeka. Angalia changamoto ambazo zinaendelea hivi sasa. Fuel cost tumeongezeka kwa zaidi ya 50%. Kwa hiyo unaweza tu kupata picha hata ripoti inayokuja mwakani pasi na kuangalia na magari unaweza tukapunguza gharama za uendeshaji. Inaweza pia ikatokea hasara kwa sababu ya changamoto ambazo zinaendelea duniani kote. Lakini pia tunazungumzia biashara ambayo ina ushindani sana, inabidi uwe na load factor nzuri. Ukisikia load factor ni namna gani unabeba abiria wengi kwenye hizo routes ambazo unafanya. Lakini pia routes optimization, hizo barabara ambazo tunasema hizo njia ambazo wewe unaziendea, namna gani zina faida, demand yake ikoje. Hiyo ni route optimization, na yenyewe pia ni ya kuiangalia. Ukiachilia mbali load factor, cost per seat, ile gharama kwa siti moja imekaaje. Kwa hiyo unaona tu kabisa kwamba kuna gharama kubwa ya uendeshaji,
ukizungumzia kwenye eneo la ndege, idle time ni kiasi gani, muda ambao ndege tu inakaa pasi na kuhudumia. Kwa hiyo unapata tu picha kwamba ni biashara ambayo kwa kweli imekuwa ina changamoto zake, lakini ukirudi pia kwenye mashirika mengine, mfano TRC, ajali ambazo zimekuwa zikitokea, uharibifu wa miundombinu, na yenyewe imekuwa ni changamoto. Of course kuna vitu vingine pia wewe uwezo kuvicontrol, vinakuwa nje ya uwezo wako, mfano kama masuala ya ajali, wakati mwingine yamekuwa yakitokea pasi na mtu kutarajia au kutaka. Kwa hiyo hiyo nayo pia unaweza kuiangalia kama ni changamoto, lakini eneo kubwa zaidi ambalo naliona ni mifumo ya uendeshaji, yani ule ufanisi umekuwa una changamoto sana kwenye uendeshaji. Namna gani mnaweza mkadhibiti gharama, lakini pia hizi tunaziita daily operations, shughuli za kila siku, namna gani zimekuwa zikifanyika katika mtindo ambao unaweza kuleta tija zaidi. Of course maeneo mengine hatuwezi kusema ni hasara. Sasa ndio pale mapendekezo CAG namna gani inashindwa tunasema kufuatiliwa au kufanywa kazi. Mfano eneo la feasibility study, unajua mara kwa mara nimekuwa nikimsikia CAG Kichere alikuwa akizungumza sana mara nyingi kwenye reports zilizopita. Kila ninapomsikia CPA Kichere huwa anazungumzia sana juu ya feasibility studies. Kuna wakati unaona upembuzi yakinifu unafanyika, halafu ukija kufanyika mradi unaona gharama zimekuwa marudufu ukilinganisha na wakati ambako upembuzi yakinifu umekuwa ukifanyika. Ndio pale unasikia ile story ya uwanja pale kutoka zaidi ya kiasi cha shilingi bilioni 187 hadi zaidi ya kiasi cha shilingi bilioni 338. Unaona kabisa ni changamoto za feasibility study. Sasa Nurdin, hatuwezi kujajizana, hizi ni headlines. Ikitokea sasa ripoti hii tunapata PDF, zimetoka zile PDF, imepelekwa bungeni, tunaweza kuwa na mjadala mpana sana, tujue kwa nini feasibility study imekuwa tofauti na wakati ambako mradi umeanza kutekelezwa. Of course kunaweza kuwa kuna sababu zake, wakati mwingine pia costs zinaweza kuwa inflated, wakati wewe unakadiria uli underestimate, sasa ikawa overestimated, imekuwa tunasema ulienda chini zaidi, uli underestimate, sasa ukiangalia kwenye uhalisia imekwenda juu. Kwa hiyo unajikuta tunaweza ukawa unapitia changamoto, lakini kwenye haya mashirika mimi nitakwambia Nurdin, changamoto ni kwenye operations, hizi day to day activities, zile shughuli za kila siku, na ugomvi wangu utarudi tena kwa internal auditors. Mimi nina changamoto nao siku zote Nurdin, kwa sababu mimi namtegemea internal auditor, yeye ndio mtu wa kwanza kugundua material misstatement, mkaguzi wa ndani. Yaani wewe mkaguzi wa ndani unapaswa kujua internal controls, njia za udhibiti kutokea ndani, namna gani unaweza kudhibiti kabla hajaja hata external auditor. Wewe mkaguzi wa ndani pia ni mshauri wa hizo internal controls, lakini pia mkaguzi wa ndani naye ataniambia mimi, sasa ndugu mchumi, wewe unaniambia mimi niwe na nguvu hiyo, kumbuka mimi niko kwenye jengo lile lile, bosi wangu yupo pale pale, mimi niko huru kuweza kumkagua huyu. Kwa hiyo unaona kabisa pia wakati mwingine kumekuwa kuna changamoto za aina hiyo. Kwa hiyo daily operations na mifumo jinsi vilivyokaa, na iona bado ina changamoto sana, hasa kwenye cost minimization. Tupunguze gharama za uendeshaji ili tuweze kuipata hiyo faida ambayo tunaihitaji. Uligusia ATCL, inatajwa kwamba tangu kuanzishwa kwake ilipofufuliwa hasara ni bilioni 748 hivi, na katika eneo kubwa inaonekana kwamba ni kwenye gharama za uendeshaji. Lakini kumbuka hili ni shirika ambalo pia lilirithi madeni kutoka nyuma baada ya kuonekana ni kama limekufa. Mwarobaini wake unaweza ukawa nini ili kuliondoa hapa lisionekane labda linapata hasara kwa kiwango hicho, tofauti na hizi takwimu ambazo zinaendelea kuja, kwa sababu bilioni 748 tangu kuanzishwa kwake inawezekana ikawa inatishia wengi. Of course unaweza kuiona kama ni changamoto, lakini kama ambavyo nimeainisha, unajua biashara ya anga, hasa biashara ya ndege ina changamoto zake. Changamoto ni nyingi sana, hasa kwenye hizo cost of operations, hizo gharama za uendeshaji, wakati mwingine zimekuwa kubwa sana. Of course kuna wengine wanakuambia bwana, kama vipi tuanze upya, shirika linaweza kusema liko bankrupt ili lianze upya. Sasa pasi na kurekebisha mifumo ya uendeshwaji, hata ukianza upya utajikuta na madeni katika wakati fulani. Kwa hiyo kuna haja ya kuona namna gani tunaweza kukaa chini, kuona namna gani tunaweza kuja na mifumo ambayo itakuwa ina faida zaidi. Kwanza, namna gani tunaweza kuongeza biashara, yani ikae zaidi kibiashara. Tuangalie sasa hiyo route optimization, njia ambazo tunaziendea.
zipi demand yake ni kubwa, ifanyike tafiti tuone routes za aina gani hizi ziko most demanded, yani hitaji ni kubwa sana kwenye routes za aina hii, watu wamekuwa wakihitaji sana kwenda huko, tuziendee njia za aina hii. Lakini pia ipo haja ya kuangalia na tunasema kuingia kwenye strategic partnership ubia na mashirika ya ndege ambayo yenyewe pia yamekuwa yakiendesha shughuli zake. Mkiingia kwenye ubia, ina maana mnakuwa mna urahisi wa kuweza kwanza kufanya kazi kwa pamoja. Hii inaweza pia kuongeza idadi ya wateja na kuzidi kunufaika na hilo. Unaweza kutumika pia kama transit, watu kupita kwako kama destination ya kuelekea kwingine. Tena kwenye nyakati kama hizi ambako wengi wana reroute, wanabadilisha njia kutokana na changamoto za kijiopolitiki ambazo zinaendelea duniani kote. Unaweza pia kutumika kama transit. Lakini pia tuangalie namna gani tunaweza kupunguza cost of operations, na hapa ndio game changer. Yani kwenye eneo la gharama za uendeshaji, hapa ndiko ambako tunapaswa kupaangalia zaidi. Na mimi huwa nasema kila siku ni rahisi tu, tuende kwenye statement of comprehensive income, kwenye zile taarifa za matumizi na mapato, tuangalie sasa, je, kwenye ile income statement, tuje hapa kwenye operating expenses. Hapa kwenye matumizi kuna matumizi aina gani? Variable cost, gharama zinazobadilika, na fixed cost, gharama ambazo zenyewe zipo tu, haijalishi tunakwenda tunarudi. Sasa hapo utakuja kwenye hizo cost of maintenance na aina nyinginezo za gharama. Tuone namna gani tunaweza kuzipunguza kwenye hizo variable cost na fixed cost. Tunazipunguza vipi? Idle time ikoje? Ule muda tu wa ndege kukaa kusubiri, huu nao pia tunaweza kuangalia. Lakini pia wakati mwingine tuangalie, tunaweza kuwa nyingine tunamiliki, at the same time nyingine pia tunaweza pia tukawa tunakodisha. Hiyo inaweza pia kupunguza gharama za uendeshaji, kwa sababu tunasema pia ukikodisha, zipo gharama pia unawaachia wale ambao umekodi kutoka kwao. Kwa hiyo unaweza kuangalia, is it for purchase au leasing? Nakodisha au mimi nakwenda kununua? Hili nalo pia kuna faida ya kununua ndege ziweza kwako, hiyo haipingiki. Unajua ndege ni pati ya sehemu ya utalii pia imebebwa huko. Yani unajua sekta ya anga unaweza kuifungamanisha na biashara nyingi sana. Yenyewe ni biashara ambayo inakufungulia na maeneo mengine, kama reception, inakufungulia pia na sekta nyingine pia kuweza kukua zaidi kiuchumi. Kwa hiyo ipo haja ya kuliangalia hilo, lakini hasa tuone namna gani tunaweza kushirikiana na yale mashirika ambayo pia yamekuwa kinufaika zaidi. Hili ni eneo lingine pia linaweza kutunufaisha sana. Of course kuhawilisha maarifa kwenye mashirika ambayo yamekuwa kifanya vizuri, nalo pia linaweza kutusaidia. Japo eneo kubwa la kuliangalia ndio hili kwenye kupunguza gharama za uendeshaji. Sasa unazipunguza vipi pia? Wakati huo pia tuangalie namna gani shirika letu linakaa kibiashara zaidi. Hapa pia ni pa kupaangalia. Ukiniambia tuanze upya, tuseme sasa haya madeni yasamehewe, kwa kusema kwamba mimi niko bankrupt sasa naanza upya, unaweza kuanza upya, lakini kama una mifumo ya uendeshaji iliyo ile inakuwa ngumu sana wewe kuweza kuyakimbia haya madeni ambayo unaweza ukawa nayo. Lakini pia ufike wakati sehemu ya haya madeni yabadilisha kuwa capital, tuegeuze pia yawe ni mtaji. Zipo njia za kufanya hivyo. Sehemu ya ownership iende kwa hawa pia wanaotudai. Kibidi wakati mwingine tupeleke hata stock market. Ukipeleka kwenye stock market ukawa tunasema umeiorodhesha watu wakamiliki, basi pia kuna sehemu nzuri ya kupata mtaji zaidi na kuunganisha mawazo ya wengi kwenye kuendesha. Hiyo pia unaweza usishauri sana. Sehemu nzuri ya kuifanya, tuangalie tuna lease, tuna purchase, tunakodisha, tunanunua. Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili, tuangalie route optimization. Huko mbali sana yapo mashirika yanaweza kuwa of course yanaweza kuwa public listed, kuorodheshwa, lakini turudi tuangalie, je, what if tukaangalia route optimization, njia ambazo tunaziendea zina faida kiasi gani? Lakini pia tukaangalia kwenye hiyo statement of financial tuseme hiyo statement of income, kwenye hiyo mapato na matumizi pale kwenye operating expenses tunapunguza vipi haya matumizi. Of course fuel cost imeshaongezeka, hiyo ngumu kuidhibiti nyakati kama hizi. Lakini kuna yale matumizi mengine ambayo unaweza ukayapunguza. Ukiona tu kuna maeneo ambayo hizi gharama mimi naweza kuziepuka, basi tunaweza kuepuka. Lakini pia tukiingia kwenye strategic partnership tunaweza kunufaika sana. Of course kwenye public listing mbali kidogo, lakini tuanzie huko kwanza, inaweza kutunufaisha sana. Licha taasisi lakini pia vyama vya siasa na wenyewe, CAG amepita, CUF NRA wenyewe wamepata hati zenye mashaka, lakini Chadema wenyewe hawakukaguliwa kwa sababu ya mambo yao ambayo yapo mahakamani.
taasisi inapokosa kukaguliwa, nini hasara zake? Of course, kwanza changamoto ambayo unaweza kuiona unashindwa kujua kama zile fedha zimekuwa accounted for, fedha ambazo zilitoka kwa ajili ya kuwezesha taasisi hizo, kwa sababu hazijakaguliwa. Kwa inakuwa changamoto kujua, je, fedha hizi zimetumika, tumepata value for money, thamani ya fedha. Unajua CAG anachokitafuta ni value for money, thamani ya fedha. Sasa of course, kutokana na changamoto za aina hiyo, wakati mwingine inakuwa of course ni ngumu kwake kuweza kukagua, lakini ambacho kinaweza kutokea ndicho hicho, value for money. Unaweza pia wakati mwingine ukaikosa kwa sababu ya hiyo reference, wakati mwingine unaikosa, na hata ukija tena kukagua inakuwa changamoto kwako kuweza kuja na reference ya kujua hatua gani imepigwa, rejea ya hatua ambayo imepigwa kutokea awali kufikia hivi sasa. Unaona CAG anasibisha au tunasema analinganisha, anafanya pia comparative analysis akiwa anatoa hizi taarifa. Mwaka jana ilikuwa hivi, mwaka huu imekuwa hivi, na mapendekezo yangu haya yalifanywa kazi na haya hayakufanywa kazi. Kwa hiyo unaikosa pia hiyo rejea. Kwa hiyo hiyo pia inaweza kuwa ni changamoto. Ukiwa haujakaguliwa, that means inakuwa ngumu sasa kuipata tarejea ya hatua ambayo imepigwa kwenye taasisi husika. Kwa hili eneo pia ni la kuliangalia sana, namna gani tunaweza kuendelea kuwa na mifumo na hiyo of course sababu nyingine ni za kisiasa zaidi, lakini kwa ukubwa tu Nurdin, taasisi kama haijakaguliwa financially speaking, economically speaking, unaikosa reference, unaikosa rejea ya kujua hatua iliyopigwa pale mara ya mwisho ulipo kagua na kufikia hivi sasa. Lakini pia value for money utaikosa kama kuna fedha ambazo zilikuwa zimetoka zitashindwa kuwa accounted for, sababu unajua CAG anachokifanya anakwenda kutest maeneo ambayo yana material misstatement, maeneo ambayo yanahisi hapa kutakuwa kuna ubadhirifu wa fedha umetokea. Yeye huwa anakwenda kutest kujua kama fedha hizi zilitumika kwa tija zaidi. Kwa hiyo kama fedha zilitoka zitakuwa accounted for, na hata walopata hati zenye mashaka, of course hiyo ni qualified opinion. Sasa that means kuna taarifa za kifedha zimeonekana kwamba ziko sahihi, lakini kuna baadhi ya vitu kidogo vinapotelea shaka kwamba naona kuna kiasi cha fedha kimetumika. Je, kwenye source documents zinakuaje? Kwa sababu CAG akija huwa anaulizia source documents, anaulizia receipts, mikataba mbalimbali ambayo mmeingia, bank statements, hizi taarifa ambazo zinaainisha mapato na matumizi, namna gani yamekuwa yakifanyika. Sasa hii kama of course anakwenda kwa taasisi kufanya financial auditing. Unajua ukaguzi pia umegawanyika, kuna special audit, ndio maana unasikia anasema kuna ukaguzi maalum, anakuambia kuna forensic auditing, ule ukaguzi wa kiuchunguzi, kuna efficiency auditing, unakagua ufanisi, ndio huo kwenye hiyo miradi na maeneo mengineyo. Kwa hiyo ukiangalia tu Nurdin, kwa sehemu kubwa kinachofanyika ni hicho, kwenda kuangalia source documents, zile nyaraka asilia, na namna gani nyinyi mmeweza kuwa na ufanisi kwenye shughuli zenu za kila siku, na zile fedha zimekuwa accounted for, lengo kuipata value for money, thamani ya fedha. Kwa hiyo kama hamjakaguliwa hapo value for money inakuwa changamoto kuipata. Yes. Na hebu turejee pale Ikulu Dar es Salaam, mambo alivyokuwa wakati ambako CAG Charles Kichere akielezea kuhusiana na deni la taifa, kabla na sisi hatujalipiga darubini kidogo kuangalia mwelekeo wake, licha kwamba tunaambiwa bado deni letu ni himilivu. Naambiwa mambo hayajakaa sawa. Hebu tuangalie kwenye ila deni la taifa. Inaonekana inaendelea kupaa. Kwa sasa tunaambiwa deni letu la serikali ni trilioni 110.5, ongezeko la trilioni 12.7 kwa mwaka, lakini moja ya sababu ikitajwa ya kwamba ni kule kuporomoka kwa thamani ya shilingi imeongeza deni hili kwa trilioni 2. Nini hatari yake? Hatari kwanza ni kwenye kujua, je, uhimilivu umekaaje? Hatari yake unaweza kuiona hapo. Mfano ukiangalia ukomo ambao umewekwa kwa nchi zinazoendelea, mfano kama huu wa 55%, kuna 40.7 kwa Tanzania, 40.7. Hii inakupatia tu picha kwamba haijakwenda kuvuka kwenye huo ukomo bado, lakini unaona kabisa of course endelea kuongezeka. Na wakati mwingine mimi debt to GDP, uwiano kati ya deni na pato,
huwa siuangalii sana kuona kama vile ni hatari kwa sababu moja. Of course mtu anaweza asinielewe, ngoja tuweke vizuri. Kwa sababu moja, zipo nchi Nurdin zina debt to GDP kubwa sana, lakini zina uchumi mkubwa. Unajua Marekani wana debt to GDP ya zaidi ya 120%. Yaani uwiano kati ya pato na deni ni mkubwa kweli kweli. Lakini at the same time zipo nchi hapa Afrika Mashariki zinaweza kufika hata 60%. Na unaona of course zimeendelea kuwa na uchumi mzuri. Of course pasina shaka Kenya wao wamezidi hata 55% ambayo inaainishwa kwenye huo ukomo. Lakini of course wamekuwa na uchumi ambao ukilinganisha na wakwetu unaweza kusema wao wameendelea kuwa wakifanya vizuri, though tunaendelea kuwasogelea kwa namna moja ama nyingine, tupo karibu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna haja ya kuona namna gani tunaweza kuongeza zaidi makusanyo ili kuwa na debt to GDP ambayo inaweza kutuongezea tija zaidi. Lakini pia ukiangalia hatari ambayo nizungumzia hapa, credit ratings agencies zinasemaje? Wale wakala au taasisi ambazo huwa zinafanya credit ratings. Jana tu sio muda mrefu Fitch wametoa B+. Sasa maana B+ ni kwamba sio kwamba riski hazipo. Riski zipo, ila uchumi unaendelea kuonekana ukikua vizuri. Kwa hiyo unapata tu picha kwamba uchumi unaendelea kuonekana ukikua. Though of course riski hazikosekani, kwa sababu tunajua nchi zinazoendelea lazima zinapitia changamoto za aina hiyo, kama ambavyo unaona sasa hivi hiyo migogoro ya kijiopolitiki inaweza kuyumbisha uchumi. Kwa hiyo mimi Nurdin nitakwambia hatari yake, of course ukivuka ukomo inakupa alert kwamba umevuka huo ukomo. Lakini 40.7 kwa 55% debt to GDP sio mbaya. Nachelea kusema hatari ipo zaidi kwenye debt to GDP kwa sababu zipo nchi zina debt to GDP kubwa, lakini zimeendelea kuwa zinafanya vizuri kwa sababu taking debts, kuchukua madeni si tatizo. Unatumiaje hizo fedha? Hapa ndio hoja inaweza kawepo hapo, kwa sababu unajua kuna baadhi ya madeni ukiyachukua ni kwa ajili ya miradi ambayo itakuwa na multiplier effect kubwa sana. Matunda yake yatakuwa ni makubwa sana kiuchumi. Mfano unajua kuna hii miradi ambayo ukitegemea makusanyo yatakuchukua muda sana tuseme unatengeneza bwawa kubwa la kufua umeme, ukitegemea makusanyo yatakuchukua muda. Nakumbuka una mahitaji mengi. Sasa unaweza kujikuta na budget deficit, una nakisi ya bajeti. Lakini mfano unataka kutengeneza reli ya kisasa, wakati mwingine pia ukitegemea makusanyo inaweza pia kuchukua muda. Kwa hiyo kigezo cha debt to GDP mimi nachelea sana kusema ukivuka hata huo ukomo ni changamoto. Itategemea pia nione na viashiria vingine vya kiuchumi vimekaaje. Yani mfano nchi uwe na debt to GDP kubwa, uwiano wa pato na deni uwe ni mkubwa, uvuke huo ukomo. At the same time naona mfumuko wa bei ni mkubwa sana, pato la taifa linaendelea kuporomoka, akiba ya fedha za kigeni haikutoshelezi hata kuagiza miezi miwili. Mimi naweza sasa kusema hapa kuna changamoto. Kwa hiyo ukiangalia viashiria vingi vinakupatia tu picha. Of course bado kuna uhimilivu, hata hiyo Fitch B+ ambao wameainisha hizo riski ambazo zipo kwa nchi zinazoendelea. Of course kote kuna changamoto za aina hiyo. B+ inamaanisha kwamba una uwezo wa kulipa madeni yako. Uwezo huo unao. Kama unapata C au D hapo sasa tunaweza kuangalia nini kinaendelea. Kwa sekunde 30 tu CAG pia analalamika kwamba kuna mapendekezo yake ambayo hajafanywa kazi. Alifanywa kazi 36.7% pekee. Inaashiria nini? Kwanza kuna adoption ya mifumo mbalimbali, yani kujizoeza kuitumia ile mifumo ya kimataifa ya kuripoti taarifa mbalimbali. Lakini pia wakati mwingine kumekuwa kuna changamoto kwa sababu unajua baadhi ya mapendekezo ili pia uiende, kuna baadhi ya mifumo pia itabidi uibadilishe. Sasa kama unavyojua utaratibu pia na mchakato unaweza kuchukua muda mrefu kidogo. Kidogo unaweza kuchukua muda mrefu. Though nimefurahi sasa kuna ripoti pia PPRA. That means huko kwenye manunuzi pia kulikuwa kuna changamoto sana. Tendering process, mifumo hiyo ya kutoa hizi tenders. Mfano unachagua single source. Unajua kuchagua single source na maana umemchagua mtu huyu mmoja. Hakukuwa na competitive tendering. Swali linakuja, je, tuna hakika gani huyu mtu alikuwa na uwezo wa kuhudumia peke yake kwa tija, hakukuwa na ushindani? Lakini pia msikilize na aliyotoa single source, what if ilikuwa dharura, akaona akifanya competitive tendering inamchukua muda mrefu. Kwa hiyo miongoni mwa mapendekezo yake pia amezungumza hilo kwamba kuna competitive tendering iende kwa ushindani.
Sasa wakati mwingine inachukua muda na mchakato ni mrefu na ni gharama, lakini pia ikifanyika single source basi iangaliwe ilikuwa katika mtindo wa aina gani. Ikiwezekana ifanyike hata force account, mtumie rasilimali zenu na watu wenu wale walikuwa ndani. Zote hizi ni njia za kufanya manunuzi. Kwa hiyo mimi Nurdin nitakwambia hii mifumo wakati mwingine ubadilishaji wake kwenye haya mapendekezo, lakini pia wakati mwingine ndio hivyo haya mapendekezo yanashindwa kufanywa kazi. Kuna haja pia kukaa chini kuona namna gani tunashindwa pia kuendana na hii kasi haya mapendekezo ambayo yanainishwa, kwa sababu CAG pia ni mshauri japo ukiangalia udhibiti tunasema kukagua kumekuwa kukubwa kulinganisha na kudhibiti. Tunasema real time auditing ifanyike mara kwa mara ili tudhibiti kwanza kabla hayajatokea. Kuna haja kuangalia hayo. Maneno ya kwake CFE Ali Mkimo, nikushukuru sana. Shukrani sana. Naam, nilikuwa na CFE Ali Mkimo tukipiga darubini kuhusiana na ripoti ambayo imekabidhiwa leo kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG CPA Charles Kichele. Naitwa Nurdin Selemani. Ndivyo tunavyotamatisha Uchanganuzi. Panapo majaliwa tukutane tena kesho. Usiku mwema.